Ni kuongea kwangu, kuna mtu mmoja anaweza nikamsaidia. Ndio, na jana kuna mahali tuliishia, msikilizaji, tuliishia Dora akitueleza kwanza. Dora akitueleza kikubwa zaidi ni yeye kupima afya yake, na Dora anasema kugundulika ana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Na namna ambavyo habari hii au ripoti hii alipokea kwa masononeko na moyo wake ulijeruhika sana. Na anashukuru kwa sababu huyu mtu wa huduma wa afya alikuwa karibu naye, na yeye anasema sikuweza kushare na mtu yoyote ukweli kuhusu hili. Kwa ni jambo ambalo nimekaa nalo ndani ya moyo wangu. Haya yote alitueleza, lakini anasema nilipokea simu kutoka kwa Mubaba anasema amenimiss, Mbaba anataka tuonane, na mimi nilimkubalia sawa. Na sasa Dora anatueleza zaidi. Karibu sana leo msikilizaji, na tusogee mbele zaidi tusikie haya ndugu yetu Dora akishia nasi zaidi. Karibu. Ndio. Dora anasema hii ni simu ambayo sio kwamba nimepokea mara moja, mara mbili, mara tatu. Hizi simu za kuniambia nimekumisi ni ziko nyingi, lakini ule muda ambao tumekaa kwenye mahusiano na zile simu za kusema nimekumisi ni chache sana. Mimi nachofahamu mapenzi, kukutana watu wawili mnaopendana, ina maana ni watu ambao mtawasiliana. Kukutana na watu wawili ambao mnapendana, inawezekana mkawa mko busy, lakini mnaweza mkapata muda wa kupata kuzungumza. Haitachukua muda mrefu. Labda kama mwenzio yuko mbali, inakubidi usafiri mwendo mrefu kwenda kumfuata. Lakini kama mpo mnakaa katika mji mmoja, inaweza ikawa ni rahisi kuonana, lakini unakuta hamuonani. Wiki inapita hamuonani, mwezi unapita hamuonani, miezi miwili inapita hamuonani, miezi mitatu inapita hamuonani. Lakini vipi kuhusu mawasiliano? Mawasiliano pia ambayo tunaambiwa mawasiliano ni nusu ya kuonana, pia na yenyewe inakuwa ni changamoto. Hamuonani, hamuwasiliani. Lakini hili pia linatafsiriwa kama ni penzi. Ni bebi wangu huyu, nampenda sana, ni mwanamke nayemfurahia. Sasa leo nimekumbukwa. Rafiki yangu yule ambaye ni mwimbaji, naye amebaki akijaza sauti kwenye nyimbo za wasanii, aliniambia unakuta mtu anakuja kukutafuta pale faili lako linapokuwa yani kama limeji-upload, yani ndo limesogea, yani kama yani ndo limpanda juu, ndio mtu anaanza kukumbuka, hivi kuna kama mtu kana hivi Vero sijamuona siku nyingi jamani, eti mtafute bwana. Yani unakuta miezi yote kulikuwa na kimya kingi. Na kwa sababu sikuwa najua mambo mengi, huyu dada ndo aliniambia mtu wa hivi ni mtu mwenye wanawake wengi sana. Achilia ubizi aliokuwa nao, lakini ni mtu mwenye kupata hitaji hilo kwa wanawake wengi. Kwa hiyo wakati wewe uko naye, kuna mtu mwingine anamwambia baby, lini tutaonana? Jamani baby, mimi nimekumisi sana. Huyu mwingine anamwambia jamani kipenzi changu, fanya uje jamani. Wakati huyu anasema, mwingine pia anamwambia baby, ni lini? Kwa hiyo unakuta orodha ya wanawake ni nyingi mpaka ufikiwe wewe umesota vimiezi kadhaa. Dora anasema nilimwambia sawa. Na Dora anasema ni kweli. Nilitoka na nikafika moja kwa moja mpaka hoteli ambayo mtu huyo yupo. Na niliingia. Nilipoingia namkumbuka huyu Mubaba kwa sababu yani yeye huwa anamkuta ameshaoga, yuko na kiboksa chake na tumbo lake. Napenda kusema hivyo kwa sababu ni kweli ndivyo alikuwa akionekana hivyo yani. Hivyo yani hata havuti yani. Nyie jamani, nyie umaskini unaweza kukupelekea, mtu anaweza kusema sio umaskini ni tamaa. Vyovyote vile unaweza kutafsiri. Dora anasema mwanaume huyu akasimama na tumbo lake, akaja akanihug, akaniambia nimekumisi sana. Yani nimekumisi kuliko siku zote. Nikamwambia asante. Dora anasema na nikaketi kwenye kochi, naye akaketi pale. Akaniambia vipi, mbona sikuoni na vibe lako? Yani ile vibe lako ambalo nimezoea lile. Mtoto unabidi uchangamke bwana. Ukija kwa mfano unasema leo naenda kuonana na baby wangu, unakuwa umejiandaa kisaikolojia kwamba mimi nataka nini nikampe baby furaha.
utakiwa kukaa kinyonge bana. Nilimwambia siku hazifanani. Kunaga siku hazifanani ukiwa umekuja kumuona mpenzi wako bwana. Nilikwambia wakati tunapata muda mimi na wewe, make sure una enjoy. Nataka nione vibe lako, utundu wako, yaani nataka kuona una furaha. Nikamwambia niko tu sawa. Dora anasema huyu mbaba akaniambia, leo ni siku yetu ya kufurahia sana, nilikumisi. Nikamwambia ilibidi nisije, lakini kwa sababu pia nimekumisi ilibidi tu nije. Akaniambia kwa nini? Kwa nini unasema hivyo? Dora anasema nikamwambia huyo mbaba, haijawa siku nzuri sana kwangu, nitoka jana. Akaniuliza kuhusu nini? Nikamwambia nikizungumza hivi hata unashindwa kuelewa. Mimi ni mwanamke, ile ada yangu ya mwezi ndo imekuja. Akasema acha utani bwana. Usiendetee hizo habari zako bwana. Nimetenga huu muda nifurahi na wewe unaanza kuniletea hizo habari. Kwa nini usingeniambia ukiwa uko nyumbani? Yaani kwa nini usingeniambia bwana leo mimi siwezi, kwa sababu unajua nini tunakuja kufanya? Yaani akabadilika, yani akapanic. Yaani why nimemfanya akae pale ili hali najua situation anayopitia. Yaani hivyo kwa nini niko katika hiyo hali kama na nimekuja? Nataka nikwambie, yaani unaifeel kabisa kwamba huyu mtu hana upendo na mimi. So hawezi akakaa na mimi tukakaa tukapiga story kama hicho kitendo hakitafanyika. Yaani nilizidi kujisikia vibaya, lakini sikuionyesha. Nilimwambia amna baby, usiseme hivyo. Hivi ni vitu ambavyo haviwezi kuzuilika. Na hatujaonana siku nyingi. Na isitoshe mimi nimekukumbuka. Na nisingekuona leo sijui kwamba tungetumia muda gani tena kuja kuonana. Akasema mimi Uswahili waga sipendi. Yaani huo kwangu mimi na utafsiri kama ni Uswahili. Next time usifanye vitu kama hivyo. Akaniambia lakini by the way, haiwezi kuzuia chochote. Nikamwambia unamaanisha nini? Akasema yes, haiwezi kuzuia chochote. Unajua mimi na wewe tulivyokutana tumeanza mahusiano, sikutaka kupeleka kasi. Nitaka tu niwe nakupa good time, tuna enjoy. Lakini kuna vitu vingine ambavyo sijapata nafasi ya kushare ambavyo huwa napenda mwanamke anipe. Nikamwambia ndio baby, nakusikiliza. Akaniambia ni hiyo umeniambia ni sawa kwa sababu tumezoea hivyo, lakini haimaanishi kwamba hata leo tunaweza tukashinda kufanya vitu vyetu kwa sababu ya hiyo hali. Nikamwambia ndio. Si kuna mtu unanielewa ninavyoeleza kuna mtu unanielewa. Yes. Dora anasema anamsikiliza. Dora anasema huyu ni baba anamheshimu sana. Na kueleza maumivu anayopitia sasa hivi ndani ya moyo ambayo yamesababishwa na huyu mtu ambaye yuko mbele yangu. Isitoshe katika haya, huyu mbaba ananiambia hiyo changamoto ambayo niko nayo sasa hivi, yani hali ambayo niko nayo kama mwanamke sio shida. Akianza kunishawishi tuingie kwenye mapenzi, yani tushiriki tendo la mahusiano katika njia ambazo sio za kimungu. Kuna mtu ameelewa hii lugha nimetumia? Na akilazimisha, akiniambia siwezi nikawa nimepoteza muda wangu. Yani nimeamua ni cancel vikao, nimecancel vyote. So yani kisitokee chochote, haiwezekani. Moyo wangu uliugua, nilitokwa na machozi. Wakati analazimisha na kuniambia hamna bwana, wewe tu ujui, mimi ndo najua. Wewe watu wanavyokuambia sivyo ilivyo, mimi ndo nakuelekeza. Na kati kikawaida najua hichi sio kitu kizuri. Na najua mtu ambaye anakupenda hawezi kukushawishi kwenye mambo ya uovu ya kishetani kama haya. Lakini zaidi ananiambia sentensi, mimi ninachojua kipimo cha mwanamke kukupenda ni kukupa chochote ambacho mwanaume unahitaji. Kwa hiyo nina mashaka na upendo wako kwangu.
Na leo ndo kipimo ambacho nataka kupima nacho. Je, unanipenda au ni mtu ambaye upo kwa sababu ninakusaidia? Moyo wangu, narudia tena, uliugua sana. Nilimwambia hapana, na nilitoka na machozi, na akaniambia unalia nini? Nikamwambia najisikia tu vibaya. Kwa nini unajisikia vibaya? Nikamwambia kwa sababu najua hiki sio kitu kizuri. Akaniambia aliyekuambia sio kitu kizuri ni nani? Nikamwambia mimi ni mtu ambaye pamoja na yote yanayoendelea kwenye maisha yangu, lakini na hofu ya Mungu. Hiki kitu si cha kimungu. Akasema ondoa habari zako hapa bwana wewe. Usitake kukata mudi yangu. Na sipendi mwanamke analialia. Why unalia? Yani kwa nini unalia? Katika nyakati za furaha kama hizi unatoa machozi, ishara yake ni manake ni nini? Nakumbuka baba. Nakumbuka sana. Alichukua nguo yake. Nakumbuka mpaka rangi ya mavazi yake alivaa. Akaniambia nikwambie mrembo, leo wewe kula good time. Enjoy. Sawa. Nikamwambia kwa nini unanifanyia hivi? Akasema tena mimi ndo sio mimi niseme kwa nini unanifanyia hivi. Mimi ndo ninakufanyia hivi. Acha mambo yako bwana. Acha mambo yako. Afu unajua mimi sipendi sana kujibizana mambo na wanawake. Mimi ni mtu busy sana. Sipendi kuforce pia vitu. Why ni kuforce? Aliniambia hivyo. Haya, anatueleza ndugu yetu mpendo wetu rafiki anaitwa Dora katika siku njema ya leo. Dora anasema nilimwacha na huyu baba aliondoka, nikabaki hapa. Moyo wangu uliugua sana. Mimi katika maumivu haya najisikia kwa sasa. Kuna kitu kimoja ambacho kinakliki kichwani mwangu sana. Katika maisha ambayo tunaishi, hakuna kitu kibaya kama umaskini. Katika vitu vya kupiga vita katika maisha ya mwanadamu, umaskini ni kitu kimoja wapo. Unajua kwa nini huyo baba ananifanyia hivi? Kwa sababu ananidharau. Unajua kwa nini ananifanyia hivi? Kwa sababu ananijua. Nimetoka familia maskini. Anajua 200 yake itakayonipa hapa, atakayonipa sasa hivi. Anajua ni pesa ambayo ni ya thamani sana kwangu, kwa sababu anajua sina. Sikutaka hata kulala hapa. Ziko nyakati nilikuwa nafurahia nikiacha kwenye ile hoteli, sio nimekaa nimeingia kwenye jacuzzi, nimetoka, sio nimefanyaje, hivi nimejitupa hapa, chakula naagiza ninavyotaka. Hata ile hamu ya kukaa kwenye hoteli ya hadhi haikuwepo. Nakumbuka niliamua kutoka zangu. Nilitoka zangu nikarudi moja kwa moja ghetto. Nilimpigia simu yule madam ambaye sasa huyu tumekuwa na ukaribu kwa sababu ya matatizo ya kiafya. Huyu ni mhudumu wa afya. Nilimpigia simu. Na hapo moyo ukiwa una maumivu sana. Anatueleza haya ndugu yetu mpendwa anaitwa Dora. Nikupeleke mapumziko dakika chache msikilizaji. Nami nitarejea hapa na tutapata nafasi ya kusogea mbele zaidi, tukisikia zaidi hiki ambacho ndugu yetu Dora anashare pamoja nasi. Haya ni maisha ya Dora. Ni maisha ya mabinti wengi. Ni maisha ya mabinti wengi tunaishi katika jamii yetu. EFM Nembo ya taifa, uniambie kitu. Hii ndiyo Tanzania yenye raia zaidi ya milioni 60. Yes, msikilizaji, sehemu ya pili ya ripoti ya leo, nami nikukaribishe sana. Tusogee mbele zaidi, tuyasikie haya ndugu yetu anaitwa Dora akiendelea kushare pamoja nasi. Dora anasema, hii ni simu ambayo niliipiga kwa huyu madam. Na hata nilivyoanza kuongea naye moyo wangu ulikuwa na uchungu, nikaanza kulia.
Akaniambia nini umekutana nacho? Nikamweleza huyu mubaba ambavyo alianza kunishawishi nifanye yale mambo ya kishetani. Alisikitika sana. Akaniambia, jamani, hii ni hatari sana. Hao ni watu ambao wamekuwa ni waovu sana. Jamani, mbona wadogo zetu, watoto zetu wapo kwenye hatari kubwa sana. Aliniambia nikwambie kitu. Usilie. Na huwezi kufanya chochote. Nikamwambia, ninatamani nikutane naye tena wakati mwingine. Natamani katika chakula ambacho atakuwa nakula nipate hata sekunde chache nimwekee sumu, ili atakapokula afe kabisa. Labda moyo wangu unaweza ukatulia. Akaniambia, unahisi moyo wako unaweza ukatulia baada ya kufanya hivyo? Lakini nataka nikwambie hata moyo wako utatulia. Kama kila mtu angekuwa na ile tatizo, yani kwa mfano amepima, amejikuta ana maambukizi ya virusi vya ukimwi na akajua aliyemwambukiza ni fulani. Kama kila mmoja angekuwa na mawazo kama wewe, ina maana ingekuwa ni balaa kabisa. Tulia, utakaa sawa. Haya mambo yapo. Anayekuumiza ni yule ambaye anakuambia I love you, siwezi kuishi bila wewe. Kwa sababu moyo wa mwanadamu ni kichaka. Anayoyawaza huwezi ukayajua. Wakati anasema I love you, wakati anasema wewe ni wa maisha yangu, wakati anakupa hug, kumbe akiwa amekupa hug mgongoni huko anakuchoma kisu. Mpaka wewe kuja kushtuka inachukua muda. Tulia. Lakini umeona jinsi ambavyo kuna vitu umeona kabla huko unaviona. Pengine kuna watu walikuwa wanakuambia lakini huku haikusadiki. Kuna fursa inaweza ikaja na ukahisi ni fursa njema ya bahati, lakini ndani ya bahati kuna uovu. Imbaya sana. Alinitia moyo sana. Akasema, na katika vitu ambavyo mwanamke hupaswi kufanya ni kuingia kwenye ushawishi wa uovu wa kiwango hicho. Na akaniambia huyu mtu wa huduma, ukimwona mwanaume anapaza sauti yake na kukuomba hicho au kutengeneza mazingira ya kuonekana kuhitaji vitu kama hivyo, ni ishara tosha huyo mwanaume hana upendo na wewe. Anaweza akakwambia ninakupenda, anaweza karudia tena ninakupenda, lakini kikawaida, nature kabisa, hakupendi. Tafsiri ya neno nakupenda, yani upendo, huwezi ukamuumiza mtu kwa mazingira yoyote. Kwa hiyo mtu akikupenda hawezi akakuweka katika mambo hayo ya kiovu, ila anaweza kapata hilo hitaji kwa wanawake asiowapenda wako kwenye maisha yake. Na ndio maana ukichunguza hawezi akamfanyia hivyo mke wake. Kwa nini anashindwa kumfanyia mke wake? Na ukimwona mwanaume anataka kumfanyia matendo hayo mwanamke, ni dhahiri huyo mwanaume anaweza akawa na matatizo ya akili. Kufikiri kwake hakuko sawa. Lakini kama yuko sawa, ina maana huyo sio mwanamke aliyempenda. Huyu mtu wa huduma wa afya aliniambia, na watu hufanya haya mambo wakihisi ni starehe, lakini mwisho siku waga sio mwisho mzuri. Nikamwambia nimekuelewa sana. Haya yalikuwa ni mazungumzo yetu tuliozungumza nyakati ambazo ilikuwa siko sawa, akinifariji.
Nilimwambia hata mudi ya mziki na fili imekata. Akaniambia hatukatishi tamaa, tunatakiwa tusoge mbele, si ndio? Songa mbele, timiza ndoto yako. Nikamwambia sawa. Dora anasema basi ikawa hivyo. Yule baba alinitumia message akaniambia, mimi sipendagi mambo ya Kiswahili, siku nyingine usirudie kufanya michezo yako ya kipuzi. Kwa hiyo sikuachiwa pesa, kumbuka hiyo, sikuachiwa pesa, tukuzungumza vitu vingine kwa sababu nimemkatalia kile anachokitaka. Dora anasema video yangu ilikwisha kukamilika. Kuna audio kadhaa nimeshazifanya. Hizi kazi zinatakiwa ziende mbele. Tumesha rekodi hizi kazi, inabidi zisogee, na maana zianze kwenda kwenye media mbalimbali, zianze kupigwa kwenye ma-TV na nyimbo zangu zianze kusikika kwenye radio, kusikika kwenye platform yoyote ambayo inaweza ikawa ni sehemu ya kusogeza muziki wangu mbele. Na mimi hapa nilipofika, nguvu iliyonifikisha mpaka hapa ni nguvu ya huyu mbaba. Kwa sasa kila kitu kimekamilika, hizi nyimbo zinatakiwa ziende kuanza kusikika, na kweli video ilitoka na quality nzuri sana. Huko audio ndo nisiseme chochote, huyo producer yuko vizuri sana na mipango mizuri sana, na nakumbuka hata huyu rafiki yangu ambaye anapenda kuniita shoga yangu aliniambia video kali sana. Sasa hapa kilichobaki mzigo uende sokoni. Yaani hicho ndicho kilichosalia. Na mimi nikamwambia ni kweli. Sasa nani anapeleka mzigo sokoni? Ni yule mbaba. Kwa sasa kuna yule producer ambaye ndio anazungumzaga na mbaba, na kuna huyo kaka. Inaonekana katika namna alivyokuwa anazungumza naye ni kama mimi ananikataa hivi kimtindo, yani kama ananikataa hivi kimtindo, yani kwamba kile mimi naona kama yani hivyo, si unaona, yani mtu ambaye alikuwa anakusupport afu baadaye kama anaanza kukutema. Kwa sababu huyu kijana aliniambia, huyu ambaye anapenda kuniambia shoga yangu aliniambia, jamani, kila nyumba siku hizi kuna msanii. Kila nyumba kuna msanii. Ukigeuka hivi mtoto wa shangazi anaimba. Ukigeuka hivi, jamani, jirani anakuambia mtu wangu anaimba. Kila mtu anaimba mwenzangu. Vipaji vinazaliwa kila siku. Tena unakuta vipaji vikali hatari. Nikamwambia, ni kweli. Akasema mwenzangu, sijui ninasikia kuna msanii sijui wa ndugu wa bosi kaja huko, watu wanamhangaikia, unaambiwa ndio anatengeneza manyimbo. Nikamuuliza, imetoka wapi tena? Maana tuna budget itoke, watu tuende huko kwenye media tukapige kelele huko. Tunaambiwa tu kama tunasubirishwa mwenzangu. Endelea kuwa na subira. Maana mzigo huu ukienda kwenye media kichwa mwenzangu, kupenya huko ni mtihani, lazima uwe na kamshiko. Mimi nikamwambiaje, yani wewe na mshiko vipi? Kwa mfano kama kazi yako inakubalika, yani changamoto inakuwa nini kama kazi yangu inakubalika? Akasema nikwambie kitu, kazi kukubalika ni jambo la kwanza, lakini mambo haendi hivi. Ukitaka uamke kazi yako inaenda, haiwezekani tu. Ingekuwa rahisi hivyo, mbona ungefanya mwenyewe? Ungekuwa una haja gani ya watu kushika mkono? Wewe umewahi kwenda mwenyewe? Aliniuliza yule kijana, umewahi kwenda mwenyewe kwenye hizo media unazosema umewahi kwenda? Nikamwambia sijai kwenda, lakini unajua kaza. Lakini basi usiseme lakini, nyamazi hapo. Usiseme chochote, nyamaza, kwa sababu una experience yoyote. Mimi nayekwambia najua. Muulize mtu ambaye kaenda, anajua. Mdomo mtupu haulambwi. Ndio habari ya mjini siku hizi. Unataka kitu chako kiende, lazima watu uwafanye watabasamu. Yaani wewe uende mkavu tu. Nyimbo yangu hii hapa nipigieni. Uende jamani, vipi nipigia nyimbo yangu? Mimi nyimbo yangu nzuri. Nyimbo nzuri ndio. Mtu mwingine anaweza akaona nyimbo nzuri, lakini utaratibu wake lazima baada chochote. Haya, wewe mbahili wa kusema itapigwa tu. Na nikakwambia. Akaniambia kuna watu wenyewe waga wana kibali chao. Hicho sasa tuwezi kuzungumza chochote, ni Mungu anakuwa ameachilia kibali. Mtu akisikia tu nyimbo anaanza kuipiga mwenyewe bila hata kutaka kujua anaishi wapi huyo mtu, yeye kapenda nyimbo. Haya mwenzangu, na mimi wewe. Kuna kusota mwenzangu. Tulia kwanza, usiende pupa. Kwa nimewekwa bench. Video nayo. Natengeneza video moja,
nina nyimbo zangu na naziona ni nzuri, ninaambiwa ningoje. Ikabidi nimtafute mbaba, nikamtumia message, nikamwambia tumefikia hatua nzuri kama tulivyozungumza siku zile, lakini mpaka sasa hivi naambiwa kwenda media, ningoje kwanza. Akanipigia, akaniambia kumbe unaona umuhimu wangu, si ndio? Kumbe unauona kilichokufanya uchune siku zote ni nini? Ndio linisusia. Huyu mbaba ananiambia. Nikaambia hapana, kwa nini useme nimekususia? Kwa nini nisuse? Akasema wewe tatizo lako unisikilize. Na mimi mwanamke ambaye anisikilizi, yani nareje naye kabisa. Nikamwambia hapana mpenzi wangu, kwa nini unasema hivyo? Ni siku zile tu ilitokea hilo tatizo. Akasema no, imetokea hivyo lakini ulipaswa kunisikiliza mimi. Lakini wewe una elimu zako ambazo hizo umepewa na watu ambao unawaamini. Kwa hiyo kauli nayo izungumza mimi ikawa haizingatiwi. Nikamwambia nisamee mpenzi wangu, nisamee sana. Sasa nataka tupushi basi kazi, tupushi kazi iende. Akaniambia sawa, lini una muda? Nikamwambia mpenzi wangu, wewe kuniuliza mimi na muda lini? Mimi si nipo tu, ukinihitaji muda wote unajua. Hujai kunipigia simu hata siku moja nikawa sipatikani. Ninapatikana wakati wote, kwa sababu wakati wote unajua mimi nakungojaga wewe. Akanambia yeye anajua kipenzi changu. Hilo ni kweli. Yani sijai kukutafuta ukanipa excuse. Hilo nakubali. Nikamwambia ni kwa sababu sina mahusiano na mtu yoyote, ni wewe tu. Akasema hapo naamini wewe, kwa hilo naamini. Lakini akaniambia lakini mpenzi wangu, itabidi tuendeleze mazungumzo yale tulipoishia siku zile. Nikamwambia unamaanisha nini? Akaniambia unakumbuka mada yetu ya siku zile? Mpaka ikanikasirisha. Nataka tuendeleze ile mada kwa sababu sasa hivi kuna vitu naona kwa sababu vinakupa hofu, nimetengeneza mazingira, kuna vitu tutatumia ambavyo vitakufanya utakuwa okay. Hapa tunazungumza kwa simu. Yani huyu mbaba sasa hivi amehama kutoka kwa mahusiano ya kawaida mwanzo, sasa hivi amekuja na hoja nyingine. Kwamba tutaendeleza tulipoishia. Mazungumzo yetu yataendelea tulipoishia. Yani unajua mtu unapata unaambiwa hivi, yani unajikuta yani na hema, Mungu wangu. Nikamwambia kwa nini unasema hivyo? Usizungumze na mimi hivyo vitu. Naomba tuendeleze mahusiano yetu kama yalivyoanza mwanzo. Hivyo vitu naomba mimi usinihusishe kama ambavyo ukunihusisha mwanzo. Naomba hivyo vitu usinihusishe. Nilimwambia hivyo, akasema Dora, kwa nini unanijibu hivyo mimi? Nikamwambia kwa nini nimekosea kujibu? Nikamwambia mimi hayo sio maisha yangu. Mimi nimekupenda wewe. Hata kama tunafanya dhambi, isiwe level ya kufanya uasi kiwango hicho. Akaniambia kwa hiyo huu ni uasi. Nikamwambia ni mambo ambayo ni chukizo mbele za Mungu. Mimi siwezi kufanya hicho kitu. Lakini unajua nakupenda na tunaweza tukaishi maisha yetu yale tulikuwa tukiishi. Akaniambia nikwambie ukweli. Nataka leo nikwambie ukweli. Unajua kwa nini mara nyingi mimi sikutafuti? Nikamwambia sijajua. Sijui. Akaniambia sikutafuti mara nyingi kwa sababu hunipi sababu ya kukutafuta. Nikamwambia kwa nini unasema hivyo? Akasema ungekuwa na akili ungenielewa. Mpe mwanaume anachokitaka, awe na sababu ya kukutafuta. Bila shaka umenielewa. Utanipigia simu utakapofikia makubaliano kichwani mwako. Utanitafuta. Alikata simu. Dora anasema kupambana na kufika katika hatua fulani ya maisha ina gharama kubwa sana. Unajua ziko nyakati mimi nilikuwa nasema kama wazazi wangu wangekuwa wamepambana, yani nawazaga tu, wangekuwa wamepambana
tuna maisha mazuri kifamilia tu. Nilikuwa nawaza naweza nikapata mahitaji nayo yataka. Nataka kwenda kurekodi muziki, ni kipaji changu. Naenda studio na rekodi. Nikitaka kwenda media naambiwa habari ya nini, kuna pesa zinaweza zikatoka kwa familia wakanifacilitate nikafanya. Kuna mtu anaweza akasema hizo ni akili, hiyo ni akili mgando, kwa sababu tayari hujazaliwa kwenye familia ya kukupata 100. Kwa hiyo mapambano yako ndio yanaweza kubadilisha kizazi chako kinachokuja. Kama wao walishindwa kubadilisha, wewe unaweza kubadilisha watoto wako wasiishi kwenye maisha yako. Sielewi. Asante sana. Nami nilikuwa na cheki hapa jumbe. Asante sana Ruti, unatufuatilia. Asante. Karen Temba pia unatufuatilia. Amina Abdalla, Rosie Brown unatufuatilia. Susan Cosmas, Gaudensia Kamali, Niru Shufa unatufuatilia. Esther, bila kusahau pia rafiki anaitwa Hawa Mustafa. Tina Agustino, asante. Asante pia unaitwa Karen Tesha. Frankie Boaz Wanzega unatufuatilia. Mali Chanda, Ochu Mpwenmuka unatufuatilia, na wengine wengi pia ambao wanaendelea kutufuatilia kupitia YouTube channel yetu ya EFM Tanzania. Haya ni maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia na wanaeleta kwetu, na sisi tunayewasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Dora anatueleza haya. Dora anasema ninaambiwa maneno kama hayo. Ndio. Dora anasema nilimtafuta huyu shoga yangu. Nikitumia lugha unaweza ukawa unaelewa zaidi. Si unaelewa? Rafiki huyu ambaye niliambiwa na yule mubaba kwamba ndo atanipa ushauri na nini mambo ya fashion na nini. Nilimpigia, nikaambia shoga yangu uko wapi? Akaniambia nipo kipenzi changu, tulikuwa tuna project hapa, nimekuwa niko busy tena, yani mambo ni mengi shoga yangu. Nikaambia na issue, nataka tuonane. Issue gani shoga yangu niambie? Nikaambia tuonane ukipata muda. Basi nikipata muda nitakucheki. Nikamwambia sawa. No, sema hivyo kwa sababu ndivyo ambavyo anazungumza. Hata mimi sizungumzi kama anavyozungumza yeye. Namna anavyojishebedua hata mimi sishebedui hivyo. Mimi naweza nikakutana na mwanamke mwenzangu nikamwambia, umeweka mafuta gani? Mbona kama umefifia? Yeye akikutana na mtu, akikutana kwa mfano na mimi, ananiambia shoga yangu umefoba. Shoga yangu umepauka. Hapana, tunakataa mfobao. Tafuta kakitu shoga yangu, tafuta takakipako. Unaona? Yani vitu ambavyo hata mimi siwezi kuzungumza hivyo. Yani nikutana na rafiki yangu, shoga yangu tafuta kakipako, yeye ndo anavyozungumza hivyo. It's okay. Basi aliniambia nitakwambia shoga yangu, kwa nikawa na ngoja wa muda ambao ataniambia ili tukutane naye. Dora anasema kweli alinitafuta. Tukakutana naye. Nikamwambia nimekutafuta kwa sababu kuna kitu kimenishika hapa kifuani. Haya kitoe shoga yangu, kitoe, usikae na jambo moyoni. Ukijua kulibeba ujue kupambana nalo. Mimi kuna mambo yangu mwenzangu waga nasemaga nitakufaga nayo tu. Nitaendaga kuhukumiwa kwa mbele ya safari. Lakini kuyasema siwezi, yani kuyaelezea siwezi. Lakini sijakwambia hivyo ushindwe kuniambia. Niambie shoga yangu, la kusovu tusovu, la kushauriana tushauriane. Nikamwambia nataka nikuulize kuhusu mubaba. Kuhusu nini shoga yangu? Nikamwambia vipi tena? Maana unajua mambo mimi sielewi yanavyoenda. Kama vipi mambo yaeleweki, mimi bora nichukue msimamo wangu, nianze kupeleka kazi zangu. Maana naona nilichokipigania, naona kama nikimesimama. Akaniambia shoga yangu sijui hilo tikitiki limetoka wapi. Hivyo unajua katika mambo ambayo bajeti yake ilikuwa inatoka bila mikwaruzo ni bajeti yako shoga yangu. Tukisema tu apewe. Sijui tuna nini na nini tunataka tufanye hivi, nguo zake na nini na nini. Yani haraka.
Lakini ajabu nakwambia, video imekamilika, sasa mzigo uende. Mambo ndio yamekwamia hapo. Kipenzi changu, mambo yamekwamia hapo. Nikamwambia ndio maana nimekuita tuzungumze, sisi ni ndugu. Akasema sijui. Nikamwambia wewe ulisema kulikuwa na msanii mwingine, msanii yupi tena? Akasema mdomo wangu koma, mdomo wangu kazi yako kula, naomba ule ukapumzike nyumbani, mengine yaache. Mimi simsengenye bosi wangu, unajua. Mimi bosi wangu simsengenye, maana ndo ananipa maisha. Kuna ndugu zangu mimi hawataki hata kuniona, na wamesema kwenye msiba wangu mimi nitakapofariki nitazikwa na manispaa. Si unanielewa? Lakini bosi kaniahidi mimi nikifa atanizika. Nikaambia mimi nakwambia nikifa bosi atakuja kuchukua mwili wangu popote ulipo na hata uzika. Ndugu zangu hata mwili wangu hawautaki. Nikamwambia mimi na wewe tumeshakuwa ndugu. Ukiniambia sio kwamba unamwambia mtu baki. Una ndugu zako ndio hawakupendi, hawakutaka hata kukuona. Lakini mbona mimi niko na wewe hapa? Umewahi kuona na kukataa? Sililisha kukuhoji mara moja na nikakwambia kwa nini uko hivyo? Si ulikataa kuniambia? Ulivyokataa kuniambia nilisimama na kukuhukumu. Kwa sababu najua kuna siku moja malaika wa Mungu anaweza kukushukia. Na unaweza kukaa sawa. Ukawa mwanaume kama ulivyozaliwa mwanzo. Akatabasamu. Akasema, haya shoga yangu, turudi tu kwenye swala lako wewe. Maana haya yangu mazito nikikueleza hapa utalia mpaka wiki 2 zitapita. Na yabebaga mwenyewe. Sina wa kumtwisha. Kama moto upo, Mungu aninusuru. Kama unavyosema tapata neema hiyo nikapata bahati unaizungumzia wewe, tamshukuru Mungu, ila si mwisho wangu si ujui. Nikamwambia ni kweli. Na mimi ninakuona utakuwa na mwisho mwema. Kuna siku utakumbuka kauli yangu inakwambia utakuwa na mwisho mwema. Hautamaliza hivi hivi. Utamaliza ukiwa ni mtu ambaye unatambua wewe ni nani na unatakiwa usimame kama vile Mungu alivyokuumba. Akasema sawa, turudi kwenye point. Nikamwambia mimi imenipa hofu. Nimeogopa. Isi ikawa ni habari za kuwekwa benchi, kwa sababu nimesikia minongono kuna watu wanekagwa benchi. Akasema lakini wale wanakuwa wenyewe ndo wakorofi bwana. Unajua kuna mtu ndo kama nilivyokuambia. Mtu umekuja huko umetoka familia maskini, watu wamekubeba, mara umeanza kuwa na mahusiano na bosi, wewe ndo unajifanya wewe ndo unapendwa na bosi, wewe ndo kila sentensi wewe ndo kutangaza, matajiri wapendipendi maneno. Wewe ndo kamdomo kama kasuku. Umegeuka mara umembebea mimba. Mara unaweza kusema na mimba ya bosi na nini. Watu wamejaribia wenyewe. Asa wewe mbona mtu mstarabu, una neno, una shida na mtu mtulivu, unajiona sio? Unanielewa? Kwa hiyo inawezekana tu labda mambo yameingiliana. Nikamwambia hapana, sio mambo kuingiliana. Nikamwambia unajua huyu mbaba ilikuwa 1 2 3 anataka 1 2 3. Yuko ndio zake, ndio habari zake. Hata hivyo kakuchelewesha. Kakuheshimu. Kakuheshimu. Naona alikuwa akikuangalia vile ulivyompole, anaona nikimwambia huyu anaweza ogopa. Ndio habari zake mbona. Hata mimi sije kukuhoji, mbona mimi najua labda ndio mpango mzima. Ina maana amekuchelewesha hivyo. Yaani yeye ananishangaa. Nikamwambia hizi ndo habari zake. Ndo habari zake. Yaani ndo habari zake nakwambia. Mimi namjua vizuri, namjua huyu vizuri, ndo habari zake. Dora anasema haya ni maneno ananiambia huyu kijana ambaye anamfahamu huyu mbaba. Sijamwambia kwamba mimi nimeenda kucheki. Nimebaki nalo moyoni. Tazama linavyonila. Halafu huyu mtu aliyenifanyia hivi
nimejikaa nimetafakari, nimeona kuliko kusimama ninachoendelea haitasaidia, ni bora basi anifikishe mahali ambako mimi nataka kufika. Basi sawa, kashaniletea tatizo, basi anifikishe mahali ninapotaka kufika. Kuna mtu anaweza kana nielewa. Una mahusiano na mtu, alikuwa anajua na tatizo, amekuambukiza tatizo, halafu anakuacha. Sijui unanielewa maumivu yake, halafu anakuanza kukuletea sababu za kutaka kusitisha mahusiano. Ni vipi kwa mfano mngeendelea kwa pamoja? Okay, tatizo limeshatokea, mkafarijiana, unajua mimi nilikuwa sijui, it's okay, atatunga uongo gani, lakini wote mmeshakuwa na tatizo na wote mkapata ushauri na wote mkaanza kutumia dawa na mkaendelea kupendana, mkazidi kufarijiana. Ni vipi ananisitishia alichoniahidi na kati amenisababishia tatizo? Kuna mtu anaweza akavaa viatu vyangu akafeel maumivu ambayo niko nayo. Watu wabaya sana. Watu wabaya sana. Watu wabaya sana. Watu wana roho mbaya sana. Hata kuna muda najiuliza, ina maana wao walipata pesa katika mazingira mateso na teso makali kiasi gani mpaka wanashindwa kumpa mtu kwa upendo wa Mungu kabisa, na mtu ana kitu fulani, kwa nini iwe mpaka barter trade? Yaani kwa nini iwe mpaka nipe nikupe? Nipe nikupe hii inaumiza. Tazama, mimi bado binti mdogo. Ndoto unazozipigania ambazo nimezivulia viatu, sijafika hapa napotaka kufika. Niliumia sana. Unajua niliumia mpaka nikalia. Huyu kijana akaniambia, Dora, uliye mwenyewe mtoto kukuambia maneno, mbona haya mambo yapo? Nikamwambia hapana, nimesikia uchungu sana. Lakini kumbe ndani na uchungu wa mambo mengi sana. Uchungu wa mambo mengi sana. Nakumbuka aliniambia maneno huyu kijana. Aliniambia niambie ukweli wa Mungu kabisa, usinifiche chochote. Tunazungumza, wewe ndugu yangu, rafiki yangu, wa kwangu, wewe kipenzi changu, na kuita bebi wangu. Ni mtu ambaye nilikwambia toka mwanzo nilikuona ni mtu mtulivu, una shida na mtu. Kijana yule aliniambia niambie ukweli, usinifiche. Ni kweli hujafanya naye chochote? Yaani hujafanya hicho kitendo na huyu mbaba? Yaani hapo akimaanisha achilia mahusiano ya kimapenzi, kwa sababu anajua hicho ambacho baba anataka kutofanye sijafanya naye. Nilimwambia sijafanya naye, na nakuhakikishia siwezi kukongopea. Ninakuapia sijafanya naye hicho kitu. Nilikataa. Akaniambia, Dora, ninakushauri leo, hatujazaliwa tumbo mmoja sisi. Tumejuana katika harakati za maisha. Najua kwenye kutafuta kuna mambo mengi. Dora, asisimame mtu mbele yako akakushawishi kwa pesa, hata kama una hela. Asikushawishi kwa chochote kukuingiza katika mambo haya. Usikubali. Usiruhusu. Na mwambie kwa msimamo, sitaki. Sitaki. Hata kama atakunyima anachotaka kukupa, kubali kukipoteza. Usikubali. Nikamwambia, kwa nini unaniambia hivyo? Akasema, mimi sisemagi haya mambo, sitakaki kusema, lakini haya mambo sio mazuri. Dora, haya mambo sio mazuri. Huyu kijana alitokwa na machozi alipofika tu kusema hapo, haya mambo sio mazuri Dora, yanaumiza, yanatesa, sio mazuri. Haya anatueleza ndugu yetu mpendwa, rafiki anaitwa Dora. Msikilizaji, nikushukuru sana. Time yangu imesogea hapa.